Cleo24 TV. Karibu kwenye Sunset Power. Cleo24 TV. Cleo24 TV. Ni Sunset Power. Ni Sunset Power. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Cleo24 TV inayopatikana Tarime, Mara, Tanzania. Nadhani buheri wa afya, na leo tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2025 tumekutana pia na wageni ofisini. Na ofisi za Cleo24 TV kwa maana ya studio za Cleo24 TV, pia leo tunaye mgeni. Tunaye mwenyekiti wa mtaa wa Starehe Mwita Meki Mbagi. Naye leo ameamua kutembelea studio za Cleo24 TV kwa lengo la kuhakikisha anazungumzia swala zima la maendeleo katika sekta ya afya, elimu, barabara pamoja na mambo mengine, hususan swala zima la ulinzi na usalama. Mwita, karibu ofisi studio za Cleo24 TV. Asante ofisi za Cleo TV kwa kunipa mwaliko mzuri. Kwa majina naitwa Mwita Meki Mbagi, mwenyekiti wa mtaa wa Starehe, kata Nyamisangura. Karibu sana studio za Cleo24 TV. Asante sana. Hapa vuta mic kidogo. Hapa nina kofia mbili. Ni mwenyekiti wa mtaa wa Starehe, pia ndiye mwenyekiti wa wenyeviti ya halmashauri ya mji wa Tarime. Okay. Karibu sana. Sasa kwanza tuanze na swala zima la sekta ya elimu. Tulitaka kujua hali halisi ya upatikanaji wa elimu ikoje kwenye mtaa wako. Karibu. Mimi ni mlezi wa shule ya msingi Nyamisangura. Mambo ya elimu yanaenda vizuri. Na tumetoa elimu kwa wazazi kwa ajili ya kupeleka watoto shule. Na wenye changamoto za uniform na madaftari na kalamu, ofisi yangu imekuwa ikitoa ushirikiano kwa ajili ya kutoa msaada wa madaftari pamoja na kalamu na uniform kwa ajili ya kutafuta wadau mbalimbali kwa ajili ya kusupport kwa ajili ya elimu. Na vile vile tushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kujenga majengo mazuri kwa ajili ya kusomea watoto wetu. Na hali halisi ya miundombinu ikoje kwa maana ya upatikanaji wa madarasa, madawati? Tumeona baadhi ya shule hata kama sio hapa Tarime, maeneo mengine hapa nchini kumekuwepo na swala zima la upungufu wa madawati, wakati mwingine wanafunzi wanakaa chini. Kwa sehemu ambayo unasimamia wewe kama msimamizi, na pia umeweza kuzungumza kwamba wewe ni mwenyekiti wa wenyeviti, hali halisi ikoje hususan kwa wilaya Tarime, kwa maana Tarime mjini? Mimi katika shule yangu pale ni mlezi, sijapata changamoto ya madawati. Wanafunzi wanakaa, wanarelax, wanasoma vizuri. Na mwitikio ukoje wa swala zima la uandikishaji? Mwitikio wa uandikishaji unaenda vizuri. Na watoto wanasoma, hawana bugudha ya uhitaji wa shule. Na swala la miundombinu ya barabara likoje? Mimi katika mtaa wangu barabara zinapitika vizuri. Nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna mradi wa TikTok unakuja kuweka rami katika barabara zote za mtaa wa Starehe na kuchimba mitaro pamoja na kuweka taa za barabarani. Ni maeneo yapi ambayo yataenda kunufaika na huo mradi? Ni barabara ya Msikitini, barabara ya CCM, barabara ya Starehe chini pamoja na majengo, pamoja na ile ambayo inateremka barabara ya Machame, pamoja na barabara ya Voda Shop. Kwa hiyo ni karibia barabara zote zinaguswa na mradi wa rami. Wito wako sasa kwa wananchi wa maeneo yale pale serikali itakapoanza kutekeleza ile miradi kuhakikisha wanatoa ushirikiano? Tumekuwa tukiona baadhi ya wananchi labda barabara zinapita, wengine wanazuia utendaji kazi kwa maana wanaona kwamba maeneo yao yanaminywa. Wito wako sasa kwa wafanyabiashara ambao wako maeneo yale pamoja na wakazi wa maeneo yale pale serikali itakapoanza kutekeleza hiyo miradi kuhakikisha wanatoa ushirikiano? Mwezi wa pili walikuja watu kutoka TAMISEMI kwa ajili ya kuja kubainiza barabara. Na wananchi walitupa ushirikiano, wakasema wanachohitaji ni maendeleo. Kwa sababu wanapata bugza ya vumbi. Lakini kwa sababu mradi unakuja ni warami, mitaro pamoja na taa, wananchi wametoa ushirikiano mkubwa sana. Na swala la upatikanaji wa maji safi na salama likoje kwenye mtaa wako? Maji yapo, lakini tulishukuru serikali kwa kuleta mradi mkubwa wa kutoa maji kutoka Ziwa Victoria. Ziwa Victoria. Tutakuwa na maji safi na salama, na mpaka sasa tunapata maji mazuri.
Na sasa hivi hali ikoje, kabla, kwa sababu mradi bado unaendelea, na sasa hivi wananchi hali halisi ikoje ya upatikanaji wa maji safi na salama? Maji yanapatikana. Okay. Na tukiangalia sasa haya yote yanafanyika wananchi wakiwa salama, swala la ulinzi na usalama likoje kwenye kata yako? Nashukuru ofisi ya RPC pamoja na UCD na UCCD na RCO wanatupa ushirikiano. Kunapokuwa na changamoto ya ulinzi na usalama, wananchi wanapopiga simu, tunapiga simu, tunapata ushirikiano. Hasa kwa OCS Peruzi anatupa ushirikiano mara moja na watu wanaishi kwa usalama vizuri. Okay, na tumekuwa tukiona baadhi ya maeneo kuna kuwepo na vile tuseme ni vikosi vya ulinzi shirikishi. Kwako lenyewe likoje? Kwangu tumeunda kikundi cha moja shirikishi. Tunashirikiana na mwenyekiti wa mtaa Sabasaba, tunalinda kwa pamoja. Okay. Na swala la afya sasa likoje? Kwa maana ya uwepo wa vituo vya afya, zahanati, na wananchi wanapata vipi swala zima la afya? Tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zamani tulikuwa tunaenda Bomani na vituo vingine, lakini sasa kata Nyemesangura tuna kituo kipya cha afya. Sasa wananchi wanapata huduma kwa njia sasa na kuendelea. Na sasa hivi ni changamoto ipi ambayo unaona kwenye mtaa wako bado inakuumiza kichwa? Na tunajua bado muda ni sio kwamba umekaa muda sana, takriban miezi 3 tangu umechaguliwa tuseme. Hali halisi ikoje, au ni kitu gani mpaka sasa hivi kinakuumiza kichwa sana ambacho ukiomba serikali iweze kukitatua na kukifanyia kazi? Changamoto iliyopo ni ya korongo la muda mrefu. Ilikuwa ni korongo dogo, lakini sasa limekuwa likiathiri wananchi wangu. Mpaka inafikia nyumba zinabomoka, zinaathirika, zinapata kreki. Tulishapeleka uongozi wa mkoa wa wilaya aliyepita, mkuu wa mkoa alikuja, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bwana Daudi Marwangicho alikuja, lakini pamoja na mhandisi wa TARURA, lakini bado lile swala halijachukuliwa mkazo kwa ajili ya wananchi kupata bugu za hizo. Lina athari ipi kwa wananchi wako hilo korongo ambalo umekuwa ukilizungumzia? Lina momonyoka. Lakini tunashukuru meneja wa TARURA alipokuja na wale watu wa mradi wa rami, walikuja mpaka sasa wakawaelekeza, limeingia kwenye mchakato. Mradi wa rami utakapoanza na ujenzi wa korongo utafanyika. Okay. Na kitu kingine, mpenzi mtazamaji wa Cleo 24 TV, studio za Cleo 24 TV, leo tunaye mwenyekiti wa mtaa wa Starehe Mwita Mekimbergi. Ameweza kutembelea studio za Cleo 24 TV kwa lengo la kuzungumzia changamoto mbalimbali ambazo ziko kwenye mtaa wake pamoja na baadhi ya mafanikio. Tunajikita katika sekta ya elimu, afya, maji pamoja na miundombinu ya barabara, bila kusahau swala zima la ulinzi na usalama. Kwa sababu haya yote yafanyike, lazima swala zima la ulinzi na usalama linakuwepo. Meki, labda ni tunazungumzia hii kidogo. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu kwa maana ya wabunge, madiwani pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe kama kiongozi unatamani uchaguzi wa namna gani? Natamani uchaguzi uwe mzuri, watu wapige kura kwa utaratibu, vurugu zisitokee, tuchague viongozi watakaotuletea maendeleo. Okay, na tunavyojua viongozi wanapochaguliwa kwa uhuru na haki, wananchi pia wataenda kutendewa haki, watafanyaje, swala zima la vurugu litakuwa alipo. Na tukiwa sasa tunamalizia au tunafika mwisho wa kipindi chetu kwa leo, unawaambia nini viongozi? Tunajua swala zima la mshikamano ndo kitu cha msingi, na ndo maana mmeamua kuanzisha umoja wa wenye viti. Wito wako sasa kwa wenye viti wenzako kuhakikisha wanaendelea kushirikiana na viongozi wengine ili wananchi waweze kupata maendeleo kama ilivyokusudiwa? Sisi tumeanzisha umoja huu kwa ajili ya kushirikiana. Na tumekubaliana kwamba tushirikiane pamoja, tusilete mgawanyiko wala kuleta vurugu yoyote. Vile vile tunashukuru mkuu wa wilaya wa Tarime alitupa mafunzo jinsi ya kuendesha umoja wetu. Vile vile ofisi ya halmashauri ya mji ikiongozwa na mkurugenzi Gimara Ntavo wanatupa ushirikiano mkubwa. Kwa hiyo tuko salama na vyombo vyote vya ulinzi na usalama vya wilaya. Unadhani uwepo wa huu umoja utachochea vipi swala zima la gurudumu au swala zima la maendeleo kwenye jamii? Sisi tumetengeneza network kwa ajili ya wenyeviti wote. Tutakuwa tuna mwenyekiti anapopata changamoto tunafanya ushirikiano pamoja
tunashauriana na viongozi wetu, tunasonga mbele. Na wito wako sasa kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa wenye viti wote bila kujali itikadi za vyama? Wananchi watupo ushirikiano na sisi wenye viti wao tunaposhirikiana. Kwa sababu sisi tunatoa huduma bure bila malipo yote. Na mwananchi anapokuwa na changamoto tunamsaidia. Na kuna zoezi ambalo linidodosa before au baadaye kabla tujaanza kipindi chetu. Swala zima la upandaji miti. Hilo likoje na mmelenga nini hasa? Tunamshukuru mkuu wetu wa wilaya. Alituita wenye viti, watendaji wa mitaa kwa ajili ya kupanda miti ambalo zoezi hilo litafanyika Ijumaa. Anatamani Tarime iwe ya kijani. Na itapendeza sana. Kwa hiyo ndo lengo hasa la kupanda hiyo miti. Hiyo miti itakuwa ni kwa maana ya halmashauri nzima au ni mtaa wako tu mtaa wako wa Starehe? Halmashauri nzima. Okay. Na taasisi za serikali. Okay, wito wako sasa kwa wananchi pale zoezi litakapoanza kuhakikisha wanatoa ushirikiano ili zoezi liweze kufana? Wananchi niliwapa tangazo. Na leo nina mkutano wa mtaa. Na vile vile ameita wafugaji wote wa mbuzi na ng'ombe kuwapa elimu kwa ajili ya mifugo yao isituvurugie miti hiyo ili iweze kukua vizuri. Okay. Kikubwa pia na wananchi kwa maana ya wakazi wa Nyamisangura na kwa wilaya Tarime kwa maana ya halmashauri ya mji wa Tarime ni kuhakikisha sasa wanatunza mifugo yao ili siweze kuharibu hiyo miti. Ndio. Okay. Mpenzi mtazamaji wa Cleo 24 TV, kwa leo hatuna la ziada. Tulikuwa naye mwenyekiti wa mtaa wa Starehe, Mwita Meki Mbagi. Alikuwa anazungumzia katika sekta ya afya, elimu, maji pamoja na swala zima la ulinzi na usalama. Hiki kipindi kipo kila siku majira ya saa 3 mpaka saa 4. Wewe mtazamaji wa Cleo 24 TV popote pale ulipo, ukihitaji huduma hii unaweza kutupigia simu 0766 42 49 28. Utapata hii huduma, tutaweza kufanya mahojiano hapa na pale. Kikubwa ni kuhakikisha tutoa elimu kwa ujumla. Cleo 24 TV, karibu kwenye Sunset Power. Cleo 24 TV, Cleo 24 TV. Ni Sunset Power, ni Sunset Power. Mtazamaji wa Cleo 24 TV, ulikuwa nami mwongozaji wa kipindi hiki naitwa Frank Scrofasi, na nyuma ya kamera alikuwepo Santana. Bye bye na kwaheri na karibu sana.